Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Mkandarasi CJIC ajiweka matatani kuchelewesha ujenzi wa jengo la TBS. Mabasi 49 ya mwendo kasi yaliyonunuliwa na serikali ya wasili nchini. Na katika habari za kimataifa, Guterres aeleza hofu kuhusu ukosefu wa utulivu Venezuela. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na taarifa inayoeleza kuwa Waziri wa Viwanda Judith Kapinga amesema serikali itamchukulia hatua za kisheria mkandarasi wa kampuni ya CJIC inayojenga ofisi na maabara za shirika la viwanda nchini TBS kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 12 kufuatia kusuasua kwa mradi huo ulioanza Oktoba 2024 na kutarajiwa kukamilika Machi mwaka huu. Emmanuel Meshak kutoka Mwanza ana undani wa taarifa hii. Akizungumza baada ya ukaguzi wa jengo hilo, licha ya kueleza kutokuridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa jengo hilo, amesema serikali haitamuongeza muda wa ziada mkandarasi anayejenga, badala yake itachukua hatua za kisheria kwa kukiuka sheria za mkataba. Kapinga amemtaka mkandarasi huyo kuhakikisha kuwa anafanya kazi usiku na mchana ili kufidia muda aliopoteza na kukamilisha mradi huo kwa wakati. Tatizo kubwa tulilonalo ni kwamba kuna mazoea kwamba extension ni kitu cha kawaida, lakini extension sio kitu cha kawaida. Nanielewa? Kwa sisi tunasema mfanye kazi usiku na mchana mfidie siku zetu. Kwa sababu TBS wanasema hawadai, mkandarasi hawadai kulingana alivyo hapa. Si ndio hivyo? Kama mwamba ulikuwa shida ni hiyo, sawa. Ndio maana mlifanya survey ya engineer, mnajua. Pia halikuwa kosa letu, tunajua mazingira ya kwanza. Lakini si ndio maana kazi ilibidi zifanyike mara mbili ili tukamilishe mradi kwa wakati. Kwa sababu kweli ni kwamba hatuna wakati. Nyie mnajua umuhimu wa huduma hii kwa Mwanza na kanda ya Ziwa yote. Kila siku Mheshimiwa Rais anasema uchumi wa viwanda. Lango la uchumi wa viwanda ni TBS. Mmenielewa? Kwa hiyo haiwezekani extension ikawa kitu cha kawaida. Hatukikubali. Ushauri elekezi na mkandarasi, fanyeni kazi usiku na mchana, meet deadline yetu, mkabidhi kazi yetu ndani ya wakati. Kwa sababu mkandarasi lazima ajiongeze. Kwa sababu mobilization haikuwa pia kosa letu, ni kosa la mkandarasi. Na wewe mshauri elekezi, ulikuwa unaona mkandarasi anachelewa mobilization, ilibidi uchukue hatua kwa haraka, kwa sababu delays zinaanzia tokea mwanzo. Unajua, awali akitoa taarifa ya maendeleo ya mradi huo, meneja wa mradi huo Chris Olomi amesema sababu zilizochangia hali hiyo kuweza kutokea imetokana na mvua pamoja na mwamba uliokuwepo katika eneo hilo. Mradi ulianza tarehe 5 Oktoba 2024 na ni mradi ambao unatekelezwa kwa siku 540 na unatarajiwa kuisha tarehe 28 mwezi wa 3. Ni mradi ambao unakadiriwa kuwa na gharama ya bilioni 12.3 na hadi sasa tuna delays baadhi kwa sababu ya sababu tofauti tofauti, ikiwemo msimu ya mvua, lakini pia katika uchimbaji wa basement tulikutana na mwamba karibu 95% tofauti na makadirio ya 75%. Kwa hiyo na baadhi ya sababu zingine chache ambazo zimesababishwa na mkandarasi kama kuchelewa mobilization pamoja na pia changamoto kidogo za uchaguzi pia zilisababisha siku kadhaa pia kuchelewa. Kwa hiyo tumekuwa na jitihada za kufanya kuweza kukamilisha mradi kwa wakati, na kitu kingine ambacho tunafanya vizuri mpaka sasa ni kwamba mradi pia uko bado kwenye budget ambao imepangwa. Kwa hiyo hatuna variations zozote ambazo ni kubwa, na tunaamini kwamba mpaka mwezi wa 3 tutakuwa tumefika pazuri. Ni kushukuru sana Emmanuel Meshak kwa taarifa hiyo. Na turejee hapa jijini Dar es Salaam, ambapo wagonjwa zaidi ya 500 wa mabusha jijini Dar es Salaam wanatarajiwa kufanyiwa upasuaji katika kambi ya upasuaji itakayofanyika kuanzia kesho, ikiwa ni katika mpango wa serikali wa kufanya upasuaji wa wagonjwa zaidi ya 1700 kutoka mikoa 6 nchini ili kupambana na mabusha. Kwa taarifa zaidi, huyu hapa mwanahabari wetu Goodluck Msola. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mafunzo mafupi kwa wanahabari, mratibu wa magonjwa yasiyopewa kipaumbele kutoka Wizara ya Afya Dr. Gulinja Anton amesema Tanzania inakadiriwa kuwa na wagonjwa wa mabusha na matende 19,000
774 huku tayari wagonjwa 10,664 wameshapasuliwa na wameshapona mabusha wakiwa wanaendelea na majukumu yao kama kawaida. Kuhusu kambi ya upasuaji itakayofanyika katika jiji la Dar es Salaam kuanzia siku ya kesho katika hospitali ya Kalakala Temeke pamoja na hospitali ya Kinondoni, mratibu wa magonjwa yasiyopewa kipaumbele mkoa wa Dar es Salaam Dr. Alex Mkamba amesema tangu siku ya jana wameshaanza kuwapima wananchi mbalimbali, ambapo wagonjwa 70 wameshapimwa, huku kati yao watu 56 wamekutwa na mabusha na wanatakiwa kufanyiwa upasuaji. Unapotoa dawa ina maana unamkinga mwananchi dhidi ya magonjwa ambayo nimesema, magonjwa ya matende na mabusha. Lakini bado serikali hiyo kupitia wadau mbalimbali tulifanya upasuaji tangu 2020, 2021 upasuaji. Katika mabusha yaliyofundi zilikuwa nayo tulianza kufanya upasuaji kidogo kidogo kulingana na wadau wanaoweza kusaidia serikali. Pale serikali inapotoa huduma hii, nao wadau walikuwa wanasaidia kwa ajili ya kuweza kutoa fedha kwa ajili ya kuhakikisha kila mwananchi ambaye mwenye mabusha anafanyiwa upasuaji. Tuliweza kupasua mwaka 2020, tukasema 21, 22 na ilipofika 23 tuliweza kupata waliopasuliwa 23 peke yake walikuwa 1088. Na hizi kambi tuliziweka katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam katika kituo cha afya Puga, ambapo tuliweza kupasua hawa wagonjwa 1023. Kwa sababu bado mabusha yalikuwepo na tayari watu kidogo ile kinga ambayo tumewapa bado wanaokinga, na mabusha lazima tuondoe ili kuampa usalama. Kwa upande wake Daktari Irene Yaule ambaye ni mwakilishi wa Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI amesema katika kambi hizo za matibabu watakazozifanya za upasuaji katika jiji la Dar es Salaam wataweza kukaa na wagonjwa kwa siku moja, ambapo zoezi hilo litakuwa ni bure kuanzia chakula hadi matibabu kwa wagonjwa wa mabusha. Ni kushukuru sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Pwani, ambapo serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imeelekeza Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA kuendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi, maarifa na uadilifu, kwa kuwa mamlaka hiyo ni muhimu kwa maslahi ya taifa, hususan kwenye masuala ya utambuzi wa watu na katika masuala mengine ya ulinzi na usalama wa nchi. Mwanahabari wetu Mrisho Mapeo ana undani wa taarifa hiyo. Hayo yamebainishwa wilayani Kibaha mkoani Pwani na Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi Ali Senga Gugu wakati akizindua kikao cha 28 cha Baraza la Wafanyakazi wa Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA, ambapo amesema weledi na uadilifu ni muhimu katika kufikia malengo ya serikali. Naamini mnafahamu kuwa jukumu lenu la msingi ni kutoa huduma za usajili na utambuzi wa watu pamoja na kutoa vitambulisho vya taifa kwa wananchi wote wanaoishi hapa nchini Tanzania wenye umri wa miaka 18 na zaidi, lakini imeelezwa kwamba tayari mmeshaanza zoezi lile la kuanza kutambua pia wale ambao wanazaliwa mpaka kufikia miaka hiyo 18. Basi mnapotekeleza majukumu hayo, tekelezeni majukumu hayo kwa weledi, maarifa na uadilifu wa hali ya juu, kwani mnafahamu na mwenyekiti amesema mkilifanya hilo jukumu vizuri mtakuwa mmechangia kazi inayofanywa sio tu na wizara yetu, lakini na mamlaka nyingine za ulinzi na usalama wa taifa letu. Vile vile muhakikishe kwamba mnafuata sheria na kanuni ambazo na taratibu zote zinazosimamia majukumu yenu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Baraza la Wafanyakazi ambaye pia ni mkurugenzi wa Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA, James Kaji, amewataka wananchi kuepuka udanganyifu wa taarifa, kwani serikali haitosita kuchukua hatua za kisheria dhidi yao. Kwa unapokuja umesema jamani, mimi nimekosewa, nyinyi mmekosea, cheti changu hiki hapa. Na mara nyingi tunabigundua mapema tu. Kwa mfano kama sasa hivi tuna ajira uhamiaji. Kuna vyeti vingi sasa vimeanza kuja vya mwezi wa 12. Kama ndio cheti changu, lakini ukienda kwenye mfumo unakuta unamuonyesha cheti chako ni hiki hapa. Lakini nimetoa kwamba sasa hivi tutaanza utaratibu, kwa sababu hiyo ni forgery, kuwafungulia mashtaka. Na nitumie nafasi hii kuwaomba sana ndugu zangu wa Tanzania, mchezo huo uachwe, kwa sababu tuna taarifa zote za awali. Ulijaza fomu, viambatisho vyako ulikuwa navyo,
na ambavyo mpaka umeweka na fingerprints. Kwa hiyo msije mkategemea kwamba sisi labda hatuna kitu. Kama mnaweza mkapata vyeti kwa njia ya kuzaliwa kwa njia tofauti kule, hapana. Nao baadhi ya wafanyakazi wa mamlaka hiyo ya vitambulisho vya taifa NIDA wameahidi kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu na kwa mujibu wa sheria, huku wakiiomba jamii kutumia nyaraka sahihi zilizothibitishwa ili kuepuka usumbufu. Na tunaomba vitambulisho viambatanisho mtakavyotuletea viwe vile ambavyo vyenye usahihi, vilivyothibitishwa na taasisi wanazozitoa. Isiwe mtu ameenda kutengeneza cheti chake Kariakoo, anakuja leo na taarifa A, kesho akiona fursa sehemu anataka naye apate hiyo fursa, anakuja na kiambatanisho B. Hiyo inakuwa unapoteza muda, unapoteza fursa kama wewe mwananchi. Watumishi wote wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa tuliokusanyika hapa na wale wote wa mikoani tumepokea maelekezo hayo na tutayafanyia kazi, na tumeahidi kufanya kazi kwa kufuata weledi na kufuata sheria na kwa upendo. Tutaendelea kuwahudumia wananchi wote watakaofika katika ofisi zetu za NIDA. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tukirejea tena jijini Dar es Salaam, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Riziki Shemdoe amesema mabasi 49 kati ya mabasi 99 yaendayo haraka maarufu kama mwendo kasi yaliyonunuliwa na serikali yamewasili nchini kwa ajili ya kuanza kutoa huduma kupitia kampuni ya mabasi yaendayo haraka Dar es Salaam UDART. Mwanahabari wetu Goodluck Msola anayo taarifa zaidi. Profesa Shemdoe amesema hayo jijini Dar es Salaam alipotembelea na kuangalia hali ya utoaji wa huduma ya mabasi yaendayo kwa haraka Dar es Salaam UDART, ambapo amesema pamoja na mabasi 49 ambayo yamekwisha fika, pia serikali imetoa shilingi bilioni 1.2 kwa ajili ya kununua vipuli vitakavyotumika kukarabati mabasi, huku mabasi 18 yakiwa yamerekebishwa kupitia vipuli hivyo na kurejea katika kutoa huduma. Serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni 20 kwa ajili ya ununuzi wa mabasi mapya 99. Nipende kusema kwa furaha kabisa kwamba katika yale mabasi 99 tayari mabasi 49 yameshafika bandarini. Kwa hivyo muda mfupi ujao mabasi haya yatakuwa barabarani ili yaweze kuongeza huduma kwa Watanzania wakazi wa Dar es Salaam. Na kama mnavyofahamu UDART wao wana njia tunaita ya awamu ya kwanza ya kutoka gerezani kwenda Kimara mwisho. Profesa Shemdoe amesema sababu ya mabasi mengi ya mwendokasi kuweza kuharibika inachangiwa na madereva wa mwanzo kukosa weledi wa namna ya kuendesha mabasi hayo. Mwanzoni haya mabasi yalivyoingia tulikuwa na madereva ambao hawajapata training yoyote. Kwa hiyo hata uendeshaji haukuwa uendeshaji huu unaotakiwa kufanyika. Hivi karibuni ninyi wote ni mashahidi, mmeniona mimi nikiwa natoa vyeti pale NIT. Vyeti vya madereva ambao wamefundishwa kuendesha magari haya tulionayo hapa, lakini pia na magari yale yanayokuja ya gesi. Kwa hiyo hilo la kwanza, kwamba uendeshaji wa mabasi haya kwa sasa utaendeshwa na madereva ambao ni wataalamu, wamefundishwa namna ya kuendesha magari haya. Kwa hiyo sio rahisi kuharibu gearbox, sio rahisi kuharibu kitu kingine chochote, kwa sababu wanajua namna ya kuyaendesha. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kampuni ya mabasi yaendayo kwa haraka UDART Pius Ngingo amesema kampuni hiyo itahakikisha inatekeleza maagizo yote ya serikali, ikiwemo kupeleka mabasi kwa wingi katika hospitali ya Mloganzila, huku akielezea hatua ambazo wamezichukua ili kulinda mabasi pamoja na miundombinu. Ilikuwa ni kama ni majaribio zaidi. Sasa hivi baada ya kipindi cha miaka karibu 9, ina maana tuna competence kubwa ya kuhakikisha kwamba jinsi ya kurani mradi. Kwa hiyo tunaamini kwamba yale matatizo ambayo yalikuwa yanajitokeza hayatatokea tena, lakini tutakuwa na zile preventive maintenance za kila wakati, lakini na zile routine major, lakini zile kia kwa maana kwamba za in-house training, kuhakikisha ule mafunzo ya mara kwa mara kwa madereva na mafundi yanafanyika, na kimsingi kuhakikisha kwamba haitokezi. Tumepia na tuko na mkataba maalum pia na watu wa NIT kuhakikisha nakuwa ni sehemu ya kuweza kutoa elimu kwetu mara kwa mara kuna unapitisha, na pia vile vile tumeweka mkakati kwamba kila dereva atakayeajiriwa lazima atakuwa na cheti cha NIT ambacho kinamwonyesha amefuzu kuendesha mabasi ya NIT ya mwendokasi. Ni kushukuru sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Shinyanga.
Katika juhudi za serikali kusogeza huduma za afya karibu na wananchi na kupunguza adha ya kusafiri umbali mrefu kufuata matibabu, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga imeanza kutoa huduma za kibingwa za magonjwa ya pua, koo na masikio. Huduma hizo zinatarajiwa kuwahudumia maelfu ya wakazi wa mkoa huo na maeneo jirani. Mwanahabari wetu Mwamvita Mkondo anayo taarifa zaidi. Ni hatua inayotekeleza azma ya serikali ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma za kibingwa karibu na makazi yao. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga sasa imeanza rasmi kutoa matibabu ya kibingwa ya magonjwa ya pua, koo na masikio, huduma ambazo awali zilihitaji wagonjwa kusafiri hadi mikoa mingine. Huduma hizo zinatarajiwa kuwafikia zaidi ya wakazi 2,000 kutoka mkoa wa Shinyanga na mikoa ya jirani, hatua inayolenga kupunguza rufaa zisizo za lazima na kuongeza upatikanaji wa matibabu ya kitaalamu ndani ya mkoa. Kwa kipindi kumekuwa na changamoto nyingi na tunaona pia hata katika hospitali yetu tunapokea wagonjwa wengi kutoka maeneo mbalimbali wanaopewa rufaa kwa ajili ya kupata huduma wanaosumbuliwa na changamoto za pua, koo na masikio. Na hata hivyo tatizo la usikivu linaendelea kuwa kubwa. Tatizo la koo kwa watoto wadogo na watu wenye umri mkubwa pia imekuwa ni changamoto kubwa, na ndio maana tumeona kwamba hii fursa sasa wananchi waweze kunufaika nayo, na daktari yupo kwa ajili ya kutoa huduma zaidi. Kwa mujibu wa uongozi wa hospitali hiyo, uwepo wa magonjwa ya koo kwa watoto wadogo na tatizo la usikivu hafifu kwa watu wazima unaonyesha changamoto kubwa ya kiafya katika jamii, hali iliyochochea uanzishwaji wa huduma hizo za kibingwa. Katika kuendelea kuboresha huduma za kibingwa zinazotolewa hospitali ya rufaa mkoa wa Shinyanga, tumeandaa kambi ya daktari bingwa wa masikio, pua na koo, kitaalamu anaitwa ENT surgeon, ambaye atakuwa anatoa huduma hizo kwa wagonjwa wenye changamoto za masikio, pua na koo kwa muda wa wiki 2 katika hospitali ya rufaa mkoa wa Shinyanga. Kabla ya hapo, mara nyingi wagonjwa wetu walikuwa wanaipata huduma hospitali ya kanda Uganda. Kwa hiyo katika kupunguza kadha hiyo, tumeona tuanzishe huduma hiyo ambayo tumemwita mtaalamu atakuwepo na sisi hapa hospitali ya rufaa mkoa wa Shinyanga kwa kutoa huduma hiyo kwa muda wa wiki 2 ili kuwapunguzia kadha ya kusafiri umbali mrefu. Hospitali hiyo imesema imejipanga kikamilifu kuwa na wataalamu wa kutosha pamoja na vifaa tiba vya kisasa ili kuhakikisha wagonjwa wanapata huduma salama, bora na kwa wakati. Niliposikia tangazo kwamba kuna daktari bingwa anakuja hapa hospitali ya rufaa, sasa nipate matibabu. Nashukuru Mungu kwa sababu kupitia viongozi wetu wakubwa wanatutumia madaktari, ambapo kwenda Mwanza ni gharama, lakini wanapokuja mikoani kwetu imekuwa ni rahisi. Kuanza kwa huduma hizi, wakazi wa Shinyanga na maeneo ya jirani wanatarajia kuokoa muda wa gharama za kusafiri, huku wakipata matibabu ya kibingwa karibu na walipo. Ni hatua inayothibitisha dhamira ya serikali kuboresha huduma za afya na kuzisogeza karibu zaidi na wananchi. Nikiripoti kutoka mkoani Shinyanga, mimi ni Mwamvita Mkondo wa TV. Ni kushukuru sana Mwamvita Mkondo kwa taarifa hiyo. Serikali imeikabidhi mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA jumla ya magari 140 yenye thamani ya shilingi bilioni 33 ili kuiwezesha mamlaka hiyo kurahisisha shughuli za uandikishaji na utoaji wa vitambulisho vya taifa. Mwanahabari wetu Recho Chacha anayo taarifa zaidi. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene ametoa kauli hiyo wakati wa kikao na watumishi wa mamlaka hiyo visiwani Zanzibar, huku akiwataka kuongeza kasi katika utoaji wa vitambulisho hivyo. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa niaba yenu kwamba amejitahidi kwa kweli kutoa magari 140 kwa taasisi kama hii. Ni jambo kubwa, sio jambo dogo. Nashukuru sana. Na kwa kuwa tayari mmeshapata gari na nyingine 3 zitakuja, basi muendelee kuzuia kwenye maeneo ambayo ni critical badala ya kuzibakisha tu hapa makao makuu. Na kwamba lengo ni kama lilifikiwa pia kwa 93.5 ulikuwa umebakisha padogo, lakini cumulatively hii namba bado kubwa na kazi inahitaji kufanyika. Sasa nafahamu kwamba mara nyingi tunalaumiwa kwamba
Atupate vitambulisho. Kusema kweli, kazi iliyofanyika ya kuwatambua watu na kuwapa vitambulisho mpaka sasa ni kubwa. Akizungumza wakati wa kikao hicho, mkurugenzi wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA ofisi ya Zanzibar, Abdalla Manga, ameweka wazi miradi ya ujenzi wa ofisi inayoendelea. Mheshimiwa Waziri, tuna mradi wa ujenzi wa ofisi za NIDA. NIDA tunaleta viwanja 11 tumeviainisha, lakini katika mradi huu ambao unaendelea sasa hivi taratibu zake tumeweza kupata ofisi tatu kwa upande wa ndani. Ofisi moja itajengwa Pemba Micheweni, lakini ofisi mbili zitajengwa hapa Unguja. Moja itajengwa Magharibi A na moja itajengwa wilaya ya Kusini Unguja, mkoa wa Kusini. Mheshimiwa Waziri, pia tunashirikisha taarifa hizi zilizokuwa nazo mamlaka tuweze kuzishare na wadau tofauti. Kwa tuna wadau kama 4 tayari wameshasaini mikataba na wanatumia huduma zetu, na tunaendelea kuwashajihisha waweze kujiunga data share, waweze kujiunga na waweze kutumia ili kuweza wananchi asipate tabu katika anapata huduma. Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene amesema serikali imeanza mazungumzo yenye dhamira ya kuboresha maslahi ikiwemo makazi na posho kwa askari wote nchini ili kuweza kuboresha mazingira ya kazi pamoja na kuongezea ujuzi na utaalamu waweze kuendana na mazingira ya sasa ya kihalifu ikiwemo uhalifu wa mitandaoni. Ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na maofisa, wakaguzi, askari wa renki na faili wa makao makuu ya polisi Zanzibar pamoja na mikoa mitatu ya Unguja. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Singida ambapo ongezeko la ufugaji wa kuku wa kisasa chotara limeelezwa kuwa linahatarisha kupotea kwa sifa ya mkoa wa Singida kuwa kitovu cha kuku wa kienyeji. Kutoka Singida, huyu hapa Amini Nyaungo. Ongezeko la kuku chotara mkoani Singida linafikirisha wafanyabiashara wengi. Je, wanasemaje juu ya hili? Endelee kupambana, maana wasipoangalia kwa asili yetu kuku kienyeji watapotea Singida kabisa, maana watu wafugaji wamekuja kwa wingi wanafuga kuku chotara. Kwa hiyo wanasababisha kuku chotara, kuku chotara wanakomaa haraka, miezi 4 tu wanaingia sokoni, 3-4 wanaingia sokoni. Hasa wa kienyeji mpaka afikia hatua ya kuingia sokoni ni miezi 7-8. Kwa hiyo wakilemaa wakazi wa Singida kufuga, watasababisha kuku kienyeji wapotee, na ndio sasa ndio fahari yetu kuku wa kienyeji wa Singida. Mayai ya kienyeji yenyewe sasa hivi yamekuwa adimu. Kuku wa kienyeji ni kuku ambao wanapendwa na kila mtu, tofauti na kuku wa kisasa au chotara. Wanawashawishi mpaka sasa hivi kuna wageni, kuna Wachina washaanza kufuga hapa Singida kwetu. Kwa hiyo wana kampuni ya kufuga kuku wa kisasa. Kwa hiyo wale watakapokuwa na kuku wengi wanasababisha mpaka soko lao, yani wafugaji wanaweza wakapoteza kabisa nani yao. Kwa wakazi wa mkoa wa Singida wanakula kuku kulingana na hali zao za maisha. Kwa mahitaji ya nyumbani na familia yangu napenda kutumia kuku wa kienyeji, sababu kuku wa kienyeji ana ladha yake tofauti na kuku labda broiler au chotara. Mwanzo tulikuwa tunanunua kuku 16,000, 17 mpaka 18. Sasa hivi tunanunua 19 mpaka 20,000. Bei halisi ya kuku ni imeongezeka. Wenyewe wanaenda kule wananunua kwa bei kubwa. Kwa hiyo sisi huku sokoni kutufikia na kwa kidogo kuna changamoto. Je, kwa wafanya biashara wa kuku choma, wateja wao kina nani? Kuna baadhi wa ambao wanatoka mikoani sasa Dar es Salaam, akija anaulizia mimi nataka wale kuku mlaini chotara kama naye, na baadhi wanawapenda. Sasa kama hauna mwambie bwana hapa ni wa kienyeji, wanakula hivyo hivyo. Na akionya ladha ya kuku kienyeji anatamani endelee kula zaidi na zaidi. Ila sema daa ndo wapatikanika, na kama wanapatikanika wanadai bei yao ni kubwa zaidi. Na vipi kuhusiana na wafugaji nao wanasemaje juu ya kuku? Kwa kisasa na nafuga kwa ajili ya kumtoa kwa ajili ya biashara, sichukui muda mrefu sana. Pia wa kienyeji naweza nikafuga, lakini yule anaweza kukaa muda mrefu sana. Kwa upande wangu mimi, kwa sababu ya biashara ndio maana nafuga kuku wa kisasa. Kuku wa kienyeji unakuta kwenye mauzo unaanza kuanzia miezi 8 mpaka 12. Upande wa serikali unalitambuaje swala hili la kupotea kwa kuku wa asili na mipango yao ikoje? Tunafikiri kwamba kasi hii ikiendelea mpaka kule vijijini inaweza ikavuruga ile koo safu ya kuku asili tulionao, na baadaye huko badala ya kuwa na kuku wa asili ambao Singida inafahamika zaidi, tunaweza tukawa na mchanganyiko tena
tukapoteza huo uasili wa kuku tulionao. Hayo makampuni yanapofika kwenye ngazi ya mkoa wakiwa na lengo la kupeleka kuku hao kwenye maeneo ya vijijini, huwa tunatoa conditions ngumu sana, ambazo lengo letu sisi ni kwamba wasipeleke hao kuku kwenye maeneo ya vijiji vyetu, ili wasije wakavuruga ile asili ya kuku ambao tunao. Kwa hiyo tuna discourage sana hii aina ya kuku wa chotara kuwapeleka kwenye maeneo ya vijiji. Ni kushukuru sana Amini Nyaungo kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, turejee tena jijini Dar es Salaam, ambapo serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo wamekutana jijini Dar es Salaam kujadili namna ya kuimarisha ushirikiano katika kukabiliana na maafa yanayoikumba nchi mara kwa mara. Recho Chacha anayo taarifa zaidi. Mkurugenzi msaidizi utafiti wa maafa idara ya management ya maafa Vonyivako Luvanda amesema mkutano huo wa mtandao wa mashirika yasiyo ya kiserikali yanayojihusisha na masuala ya maafa umeandaliwa kwa lengo la kubadilishana uzoefu, kuimarisha uratibu wa pamoja na kuweka mikakati madhubuti ya kukabiliana na majanga kabla na baada ya kutokea. Kunapokuwepo na huu mtandao wa Dingonet unaturahisishia sana sisi waratibu, kwa maana idara ya uratibu ya usimamizi wa maafa iliyo chini ya ofisi ya waziri mkuu, kwa maana mashirika yasiyo ya kiserikali yenyewe kwanza yameanza kujiratibu, yenyewe kwanza yameanza kuweka mipango yao. Maana yenyewe kwanza imeweka mipango ikiwemo ya kutafuta rasilimali na matumizi ya rasilimali katika usimamizi wa maafa. Kwa katika huo uratibu inakuwa ni rahisi sana kwa sisi waratibu ambao ni kutoka idara ya usimamizi wa maafa kushirikiana nao, kwa maana sisi sasa kupitia Dingonet tuna uwezo sasa wa kufanya na waratibu wote na mashirika yote yasiyo serikali yanayojihusisha na usimamizi wa maafa. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano huo, mwenyekiti wa mtandao wa mashirika yasiyo ya kiserikali wa kukabiliana na maafa Dr. Ruga Kawa amesema mashirika yasiyo ya kiserikali yana jukumu kubwa la kusaidia jamii wakati wa majanga mbalimbali ikiwemo mafuriko, ukame, maporomoko ya ardhi pamoja na majanga ya kiafya. Na kwa sababu tumeshapata taarifa mbalimbali kutoka serikalini kuhusu hali ya hewa na viashiria vya maafa ambayo kutokea ikiwepo mafuriko sababu ya mvua nyingi baadhi ya sehemu, tunaweka mpango mkakati wa jinsi gani tunaweza kushirikiana ili tuweze kusaidia serikali kuokoa mali na watu ambao wanaweza kukumbwa na majanga yatakayotokea. Kwanza tunapenda kushukuru serikali, tumeshirikishwa kwa ukaribu sana. Tumeshirikishwa kwa kupewa taarifa maafa yanapotokea, tumeshirikishwa katika kufanya tathmini ya hayo maafa, na pia tumeshirikishwa katika kwenda kutoa misaada maafa yanapotokea. Tumeshiriki ANAN, wanachama wetu wengi wameshiriki ANAN kufanya tathmini na ofisi ya waziri mkuu chini ya uratibu wa ofisi ya waziri mkuu, na tumeshiriki katika kutoa misaada kule ANAN. Washiriki wa mkutano huo wamejadili changamoto zinazoikabili sekta ya usimamizi wa maafa nchini, zikiwemo upungufu wa rasilimali, uratibu hafifu miongoni mwa wadau, pamoja na haja ya kuimarisha mifumo ya pamoja ya kukabiliana na majanga. Kama tunavyojua tayari tumeshapata taarifa kuhusiana na mvua zinazoendelea kunyesha, na baadhi ya mikoa kama Morogoro tayari kumekuwa na mafuriko, kwa mfano Kilosa, wilaya ya Kilombero, Ifakara. Kwa hiyo kupitia mkutano huu imetupa sisi nafasi tunaporudi katika mashirika yetu au shirika letu la Caritas kuweza kupanga mipango mikakati ni jinsi gani kwa mwaka huu tunaweza tukashirikiana na wadau wengine kuweza kusaidia wahanga wa majanga na maafa, lakini pia kuweza kutengeneza mipango mikakati. Aidha, mkutano huo umeazimia kuimarisha mifumo ya tahadhari ya mapema, kujenga uwezo wa jamii kukabiliana na maafa, pamoja na kuhamasisha maandalizi ya mapema badala ya kusubiri maafa yatokee ndipo hatua zichukuliwe. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Nzega ameagiza walimu wakuu wa shule zote za msingi na sekondari zilizopo wilayani humo kuhakikisha pindi muhula mpya wa masomo 2026 utakapoanza Januari 13 mwaka huu, waanze rasmi kutumia mfumo wa kidigitali wa taarifa za shule ulioboreshwa maarufu SIS, ili ifikapo Januari 15 shule zote za serikali na binafsi ziwe zimejazwa taarifa kwa 100% kwenye mfumo huo, kwa lengo la kurahisisha
kuhamasisha serikali kuzitambua changamoto mbalimbali zinazoikabili sekta ya elimu ziweze kuzitafutia ufumbuzi. Taarifa ya Joseph Ndao kutoka Tabora inasomwa na Recho Chacha. Zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya kuanza kwa muhula mpya wa masomo hapa nchini, halmashauri ya mji wa Nzega imewakutanisha maafisa elimu kata, wakuu wa shule za msingi na sekondari kwa lengo la kuwajengea uelewa pamoja kuhusu mwongozo wa matumizi sahihi ya mfumo huo wa kidigitali maarufu SIS. Wenceslaus Msita ni afisa elimu vifaa na takwimu halmashauri ya mji wa Nzega, anaeleza umuhimu wa mfumo huo. Mfumo huu utakuwa unachukua taarifa zote za shule ikiwemo miundombinu ya shule, taarifa za walimu, wanafunzi pamoja na operation zote zinazofanyika shuleni. Lakini baada ya mafunzo haya tunategemea sasa tunaenda kumpunguzia mwalimu kazi nyingi ambazo alikuwa anafanya katika manual work. Lakini pia mfumo unatusaidia sisi kama viongozi wa serikali. Mara unapohitaji taarifa za kituo X labda shule fulani, unaingia kwenye mfumo, unakliki kulingana na taarifa ambayo wewe unahitaji kwa wakati huo. Akifungua mafunzo hayo, akimwakilisha mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Nzega, afisa utumishi wa halmashauri hiyo Lea Kibaki akatumia jukwaa hilo kutoa maagizo kwa walimu wakuu waanze kutumia mfumo huo shule zitakapofunguliwa. Takwimu zote zitakusanywa katika mfumo wa taarifa za shule, zote zipatikane kwenye mfumo wa CIS hadi ifikapo Januari 15. Katika mfumo huu, mkuu wa shule mwenyewe kapewa jukumu kubwa la kuhakikisha taarifa sahihi zinajazwa kwa kushirikiana na walimu wa darasa na walimu wa masomo. Wakati huo huo, maafisa elimu kata wahakikishe shule wanazozisimamia zinajaza taarifa hizi vizuri na kwa usahihi kabla au ifikapo tarehe 15. Baadhi ya walimu wakuu wa shule za msingi na sekondari wilayani Nzega wameelezea mitazamo yao baada ya kuanzishwa kwa mfumo huo mpya shuleni. Tutarajie matokeo mazuri sana kutokea shuleni kwetu, kwa sababu kile ambacho kinakuja kwa mahitaji ya shule ni kutokana na kile ambacho tumekitoa sisi shuleni kwa kutumia huu mfumo. Kwa hiyo tutarajie matokeo mazuri ya mitihani, matokeo mazuri kwa mahitaji mbalimbali ya serikali ambayo yatahitajika shuleni. Na kwa sisi walimu wa Nzega mji, walimu wakuu, tuitoe wasiwasi serikali kwamba tutakapotoka kwenye mafunzo tu wenyewe kwa wenyewe tutakutana sehemu na kuweza kuelekezana kwa wale ambao watakuwa hawajaelewa vizuri, ili tunapokwenda kufungua shule, ili kila mwalimu mkuu aweze kutekeleza yale ambayo tumekubaliana katika kikao hichi au katika mafunzo haya. Ni kushukuru sana Joseph Ndao kwa taarifa hiyo ambayo imesoma hapa studio na Recho Chacha. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani, na tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.